Hadithi. Natumaini ndugu mtazamaji wa HO91 utakuwa umeitikia hadithi njio, uongo njio, utamkolea. Hapo zamani za kale kulikuwa na kijiji ambacho kilikwenda kwa jina la Nachenga. Ni kijiji ambacho kilikuwa kinapatikana pembezoni mwa mto Ruvuma, mpakani kabisa na Msumbiji na Tanzania. Ni kijiji ambacho kilibarikiwa ardhi yenye rutuba na kilikuwa kimepambwa na milima midogo midogo na miti mikubwa na vichaka vilivyoizunguka kijiji hicho. Ndani ya kijiji hicho kulikuwa na wakazi wengi sana ambao mara nyingi walikuwa wakikutana nyakati za jioni kupeana ushauri na mazungumzo mbalimbali ambayo yalikuwa yanahusiana na shughuli zao za kilimo na mambo mbalimbali, lakini walikuwa wakikutana kwa ajili ya kupata vinywaji mbalimbali vya asili kama mbege, ulanzi, ulaka pamoja na nipa na pombe zingine ambazo zilikuwa zinapatikana. Watoto wa kijiji hicho walikuwa wanaonekana ni wenye furaha na wenye afya njema kabisa, na walikuwa wanacheza kwa pamoja na kufurahia michezo mbalimbali ambayo walikuwa wanacheza wakiwa pamoja. Ni watoto ambao ukiwaangalia walikuwa wanapata furaha na raha ya kuishi kijijini hapo, kwa sababu ya kijiji chao kilitawaliwa na amani na furaha pamoja na upendo. Tima ni msichana mrembo ambaye alikuwa anapatikana katika kijiji hicho. Ni mzaliwa wa kwanza katika familia ya watoto wanne. Ni msichana ambaye alikuwa anaonekana kuvutia kwa sura, lakini tabia, hata muonekano wake, watu walimpenda kulingana na ucheshi wake, tabia zake na uchapakazi wake. Tima alikuwa ni msichana ambaye hakupenda kujisikia, hakuwa ni mtu mwenye kujivuna kulingana na uzuri wake. Kusema kweli, Tima alikuwa ni binti nzuri. Kila mwanaume ambaye alikuwa anamuona Tima alitamani kuwa naye katika mahusiano, lakini Tima kwa kujiheshimu kwake aliweza kujitunza na kuendelea kujiheshimu na kujua thamani ya utu wake. Wazazi wa binti mrembo Tima. Mzee Sefu alionekana kuwa ni mzee mwenye busara, heshima na hekima pamoja na upendo na familia yake pamoja na majirani zake ambao wamemzunguka. Ni mzee ambaye alikuwa anategemea sana kilimo kuwa ni uti wake wa mgongo, lakini pia alikuwa anajihusisha na masuala mazima ya ufugaji wa wanyama mbalimbali. Ni mzee ambaye alikuwa anapenda sana nyakati za jioni kukaa na familia yake kujadili masuala mbalimbali ambayo yalikuwa yanahusu familia na jamii yao kwa ujumla. Hekima na busara ambayo ilikuwa inaonekana kwa Tima alikuwa anaipata kutoka kwa wazazi wake hawa wawili, mama na baba yake. Tima alijifunza vitu mbalimbali kutoka kwa wazee wake hawa na kuchota busara zote ambazo zilikuwa zinaonekana kwa jamii ambayo ilikuwa inamzunguka. Tima licha ya kuwa na sifa nyingi mzuri zenye kupendeza kwenye macho ya watu na masikio ya watu, lakini binti Tima alikuwa na sifa moja mbaya ambayo wanakijiji wengi na watu wengi ambao walikuwa wanamzunguka ambao ni jamii yake walikuwa hawaipendi na wanaichukia. Walitokea vijana mbalimbali, wanaume kutoka vijiji tofauti, lakini Tima alionyesha kukataa, na wengine aliwajibu vibaya, na wengine aliwafukuza kama mbwa au mtu aliyepaka mavi usoni, na kutokuhitaji kuolewa kwa kipindi hicho. Wazazi wake walimpa nasaha kumweleza kwamba muda sahihi wa kuolewa ni huu kipindi upo kijana na kutengeneza familia yako. Utakaposubiri kuolewa ukiwa na umri ambao unautaka wewe utakuwa umechelewa. Kwa hiyo kama una tatizo lolote basi tuambie ili kusudi tujue namna gani tunaweza kukusaidia. Lakini Tima aliwajibu kwamba muda sahihi ukifika mimi nitaolewa, wala msijali. Siku moja majira ya jioni, Tima akiwa na marafiki zake wanaelekea mtoni kuchota maji, walikutana na mtu ambaye hakuwahi kumfahamu na kijijini hapo hakuwahi kuonekana hata kwa mara moja. Mtu huyu ambaye alikuwa anaonekana ni mtu wa ajabu, amevalia mavazi ambayo hayakuwa na asili yoyote, lakini alionekana ni mtu mweusi na mchafu. Tena alikuwa amebeba mtungi wa rangi nyeusi na kata ndefu kwa ajili ya kuchotea maji katika mto. Walimshangaa sana, lakini bado waliendelea na safari huku wakiendelea kupiga stori za hapa na pale wakichekeshana, lakini moyoni mwao walikuwa wakijiuliza huyu ni nani. Bila ya kupata majibu yoyote walirudi nyumbani na kuendelea na shughuli zao za kila siku. Siku moja msichana Tima alikwenda kumtembelea mjomba wake ambaye alikuwa anapatikana kijiji cha Tatu. Walizungumza masuala mengi, lakini mjomba alisema ya kwamba nimepokea malalamiko kutoka kwa wazazi wako kwamba
unakataa wanaume au wachumba ambao wanajitokeza kwa ajili ya kutaka kukuoa. Tima kwa upole alijibu, mjomba, ipo siku nitaolewa, na mwanaume ambaye nakusudia kuolewa naye bado hajazaliwa. Hivyo siku akizaliwa mimi nitaolewa, wala usijali. Kwa hasira shangazi yake alipokea mazungumzo na kumwambia, mwanangu Tima, mchagua nazi huchagua koroma, na mkataa pema pabaya panamuita. Hiyo siku ambayo unaisubiri azaliwe huyo unayemtaka wewe kuolewa naye, angalia mwanangu, utakuja kuolewa na kitu ambacho hakipo duniani. Maana kumsubiria mtu ambaye huna uhakika naye kama atakuja ni sawasawa na kukisubiria kifo wakati hauna uhakika nacho lini kitakufika. Maneno ya shangazi yalimkata maini sana Tima, na kujifikiria kwa upana zaidi na kuona hakuna sababu ya mimi kuendelea kukataa wanaume. Lakini mwanaume ambaye mimi ninamhitaji, mbona sijamuona? Basi aliendelea kujiuliza maswali mengi. Mwishowe aliondoka nyumbani na kuendelea na majukumu yake ya kawaida ya siku zote.